Jina langu naitwa Fatma Omar, ni afisa masoko mkoa wa Manyara, wilaya ya Babati, kutoka kampuni ya mbolea Tanzania. Zoezi linalofanyika hapa ni zoezi la ushushaji wa mbolea tani 800. Kumekuwa na ongezeko la uhitaji wa mbolea, kwani awali tulikuwa tuna stock ya kutosha katika ghala letu. Ongezeko hili limetokana na wakulima kupata uelewa zaidi juu ya matumizi sahihi ya mbolea. Serikali kushirikiana na kampuni ya mbolea Tanzania imeweza kutatua tatizo hili, na kama mnavyoona leo hii tumeweza kushusha mbolea tani 800 kuzisambaza hapa mkoani Manyara na kanda ya kaskazini. Wito wangu kwa wakulima, msisite kutembelea vituo ambavyo viko karibu na nyinyi vya mawakala wetu, kwani tuna mawakala mkoa mzima wa Manyara na kanda ya kaskazini. Endapo mkulima umefika pale, hakikisha ukinunua mbolea hii inauzwa kwa bei ya ruzuku, unapewa risiti yako, kwani kumetokea tabia ya mawakala kuuza mbolea hizi zetu za TFC nje ya mfumo wetu, na pia wanauza kwa bei iliyokuwa ya juu. Hakikisha mkulima unapewa risiti pale. Endapo kuna changamoto yoyote, usisite kutembelea ofisi zetu kutujulisha changamoto hiyo tuweze kukusaidia. Naitwa Mohamed Musa Mtaturu. Kwa kweli hapa mimi nilikuwa na changamoto sana ya mbolea, lakini baada ya serikali kutupigania na kutuletea mbolea mpaka sasa hivi tunaona kwa kweli tunashukuru, kwa sababu tunajua tutaendeleza kilimo chetu kwa ubora zaidi. Ndio, yani sisi tunahitaji mbolea mwingi sana. Tunahitaji mbolea mwingi sana, ndio maana tunahitaji kwa kila, yani ije kwa wakati. Lakini sasa ndio hiyo changamoto zinazotokea, inakuwa kuna uhaba kidogo. Ushauri wako nini kwa mawakala wakubwa kuleta mbolea za kutosha kwa wakati, na nini mtazamo wako kwa mahitaji ya mbolea kuongezeka kwa wakulima? Je, ni wakulima wameongezeka ama wakulima wale hamasa imeongezeka? Kwa kweli wakulima wameongezeka kwa wingi, na tunashauri na tunaomba kwamba wakala waendelee kutupigania, waagize mbolea kwa wakati ili na sisi tuweze kupata kwa wakati. Sasa nini furaha yako leo baada ya kuona mashehena makubwa yameshuka? Ni furaha yangu baada ya kuona mashehena ya mbolea imeshuka kwa wingi. Nadhani kila mtu sasa hivi changamoto itakuwa imeisha, kwa sababu kila mmoja atakuja atapata mahitaji kwa wakati. Kwa majina naitwa Manka John. Sisi ni wakala wa mbolea Fidemamba Agrovet Babati Manyara. Kiukweli kumekuwa na ongezeko kubwa sana la uhitaji wa matumizi ya mbolea kutokana na wakulima wetu. Tumezidi kuwaelimisha, kuwafundisha na kuwaelezea umuhimu wa kilimo bora cha kutumia mbolea, na kutokana na uhitaji mkubwa serikali yetu imeweza kuingilia kati, imeweza kutusaidia. Kwa sasa tumepokea mbolea mbalimbali na zinapatikana kwenye maduka yetu sehemu mbalimbali. Zamani wakulima walikuwa wanatumia mbolea na walikuwa wanaelewa umuhimu wa mbolea walikuwa wachache, lakini kutokana sasa hivi tumehimiza sana elimu mbalimbali za kuwafundisha wakulima, na tunafanya hivyo, wakulima wengi wamejua umuhimu wa kutumia mbolea. Kwa hiyo wimbi limeongezeka, limekuwa kubwa, uhitaji ukawa mkubwa kwa ghafla, kwa hiyo tukazidiwa. Lakini naona serikali imetusaidia, ongezeko la mbolea limeshaongezeka na kwa sasa zinapatikana kwenye maduka yetu. Nawaambia nini sasa wakulima? Kwa sasa tunawaambia wakulima wasiwe na hofu yoyote, watapata mahitaji yoyote ya mbolea kwenye maduka yetu mbalimbali. Changamoto kubwa ilikuwa ni nini katika swali la mbolea? Changamoto ni kwamba awali wakulima walikuwa wanaotumia mbolea walikuwa ni wachache kutokana na hawakuwa na elimu, lakini tulivyojitahidi kuwapa elimu mbalimbali jinsi ya kutumia mbolea na umuhimu wa mbolea kwenye kilimo chetu, hivyo uhitaji ukawa mkubwa, tukazidiwa na ikaleta uhaba kidogo. Lakini kwa sasa tumeweza kulishughulikia tukishirikiana na serikali yetu, na tumeweza kuongeza mbolea madukani na kutimiza mahitaji yao. Kama serikali imeleta tani 800 kwa sasa, nini kauli ya FIDE kama wakala? Kwa sasa kwa kuwa serikali yetu imetuongezea tani 800 za mbolea, tunawaambia wakulima wetu wasiwe na hofu yoyote kuhusiana na swala la mbolea. Hivyo nadhani kwa hizi mbolea zilizotangulia sasa hivi zitaweza kuziba yale mapengo yote tulikuwa tunayaona.
Hatimaye mwaka 2025 umepita na sasa ni mwaka 2026. Na mwaka huu sisi Azmorain Hotel and Garden hapa mjini Babati mkoani Manyara tunaendelea kukuhakikishia kukupa wewe mteja wetu huduma za malazi, chakula bora, vinywaji mbalimbali, nyama choma pamoja na ukumbi wa sherehe. Karibuni sana. Azmorain Hotel, celebrate life's harmony in style. Kwa mawasiliano nasi tupigie kupitia nambari ya simu 0628 008 008. Azmorain Hotel, sherekea maisha ya ubunifu na mitindo. Karibuni sana.